leo katika mitandao ya kijamii watu wakijadili kwamba kuna tozo au levi ambayo imeongezwa kwenye kila gari itakayokuwa ikiingia nchini na ni kwa ajili mimi nitakuwa na machache na nitakwenda kwa haraka. Kwa kuanzia nitaanzia huko Ghana ambako kulikuwa na kodi au tozo ya COVID na rais wa nchi hiyo ameondoa tozo hiyo rasmi kwa kutumia sheria, kwa sababu tozo hii pia ilikuwa imeingizwa kwa kutumia sheria, na hii inakuja kutokana na, nimeona kuna mjadala mkubwa sana ambao umekuwepo leo katika mitandao ya kijamii watu wakijadili kwamba kuna tozo au levi ambayo imeongezwa kwenye kila gari itakayokuwa ikiingia nchini na ni kwa ajili ya mapambano na HIV. Lakini wenzetu na nchi mbalimbali nimejaribu kutathmini au kutafiti ni namna gani ambavyo huwa wanashughulikia aina hizo ya tozo au kodi zenye malengo mahususi. Kwa Tanzania ziko nyingi. EWURA wana tozo yao kwenye mafuta kwa kila lita. Watu wa mamlaka ya barabara mijini na vijijini ipo, lakini kuna umeme vijijini pia ipo, na ziko nyingine nyingi, lakini kikubwa hizo ni zile kubwa ambazo matrilioni ya fedha yameshakusanywa. Kuna mifuko ambayo tunaijua, kwa mfano kama NSSF na taratibu zake, unajua kabisa hii fedha inakusanywa inaenda hapa, kuna wazee kadhaa wanalipwa, kuna uwekezaji fulani unafanyika. Lakini mifuko hizi aina hizi ya kodi ambazo zimekuwa zikiletwa kwa ajili ya malengo, inaonekana zikitumbukia serikalini basi zinakuwa zimezama moja kwa moja na matumizi mahususi kwenye kile kilichosemwa hakinyumbulishwi au hakuna taarifa yoyote unaweza kuipata au hakuna mdhibiti, au labda tuseme kungekuwa kwa mfano mfuko wa maafa tunajua huko kwa waziri mkuu, japo na wenyewe huwa hakuna taarifa zinazotolewa vizuri, lakini hii ilitakiwa kuwa na udhibiti kwamba anayesimamia hizi kodi zinazoibuka kwa ajili ya mambo mahususi ni huyu, na hizi kodi zimeshakusanywa hizi, tumeshafanya hivi. Kwa mfano kama umeme vijijini wao wanaparaza kidogo, hiyo wanatoa statistic kwa mbali, lakini wakija kwenye masuala ya barabara wasemi, kwa sababu TANESCO unakuta yupo, au nao wana TARURA na wenyewe wanaingia huko, unakuwa na vitu vingi kidogo. Kwa hivyo hii kodi ni kama wananchi na wenyewe wameshaanza kushtukia kwamba wakati mwingine wanaletewa kodi ambazo zinakwenda kama ulaji tu kwa serikali, na hivyo wanahitaji uwazi zaidi, lakini mfumo bora wa usimamizi wa kodi mahususi zenye malengo mahususi, kwa sababu ikija hivyo haiwezi kwenda kutumika na serikali kwa namna nyingine yoyote ile. Lakini ICC imeibuka mjadala mpya, lakini mara hii ni machawa wa serikali wakiwa wanaparuana wenyewe kwa wenyewe. Kuna huyu aliyeibuka anaitwa Bibu Mchange akisema kwamba Mange, shangazi yetu Maria na wengine wengi basi wao ndio watakwenda ICC kwa mauaji. Sasa hii ni habari njema. Moja, Mchange anajulikana kwamba ni chawa wa Ridhiwani na serikali kwa ujumla, na machawa wenyewe wa serikali wanasema ni chawa au mpambe wa Msigwa. Kwa maana nyingine taarifa hizi zinapokuwa zikitolewa hizi za kuhusu Mchange kwamba vifo ni vingi na vinahitaji watu kwenda ICC, ni kwamba moja kwa moja hii pia ni record ya serikali kwamba wanakubali wamefanya mauaji yaliyopindukia. Sasa kuna kipengele of course wanajaribu kusema labda fulani na, lakini dunia yote inajua walioshika bunduki barabarani walikuwa ni wakina nani, waliokuwa wakifanya mauaji walikuwa ni wakina nani. Kwa hivyo ni propaganda ambayo ni nzuri, kwa sababu wanajipiga risasi wenyewe, na mifumo ya ndani inaonekana kwamba huyu bwana kutokana na kukosa kwake akili alishawahi kuondolewa na aliyekuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa kujulikana kama Diwani, kwa kusema kauli ambazo zilikuwa zinaichoma serikali, kwa sababu yeye huwa akishapewa pesa ni kwenda tu pale analimwaga bila kujali nini, ili mradi aseme kwamba amemshambulia muhusika. Na ni huyu ndio ambaye alimchukua Niffer pale mahakamani kwenda kumhoji kwa namna ya kijinga kabisa, ikabackfire na akashindwa kuendelea hata na zile interview, kwa sababu sasa ishashtukiwa. Yeye huwa ni mtu wa kufanya hizo show off ili kuonyesha kwamba anafanya kazi. Sasa amethibitisha na Msigwa kuna ushahidi wa malipo kwenda kwa Mchange. Kwa maana nyingine Msigwa amethibitisha serikali imeua watu.
ambaye huyu ni msemaji wa serikali, lakini pia waziri wa utawala bora Ridhiwani Kikwete wamethibitisha haya mambo kwa sababu hata ukimtaja Mange, sijui ukimtaja Shangazi Maria, hapo kiweka nani, hakuna, yani inajulikana yani kwamba wale hawa watu ambao mnawatafuta kuwatoa nje ya nchi kuwarudisha ndani walikuwaje tena na bunduki wakishuti watu, yani inawezekana vipi? Kwa sababu mauaji inajulikana taratibu zake na kufanyika, lazima kuwe na mtu mmoja aliyeuawa na mwingine. Sasa haijalishi kwamba yule mtu labda alikuwa anaandamana, ameombwa kuandamana, hata kama hiyo wanaosema amelipwa kuandamana, vyovyote vile, kama ameuawa na mtu yeyote yule mtu aliyefanya mauaji anawajibika yeye kama yeye. Wale waliokuwa barabarani wameshawishiwa, wameshawishika, wameshiriki wao wenyewe kwa kujishawishi kwamba hili swala lazima lifanyike kwa sababu Samia alikuwa anaiba uchaguzi. Na hoja za waandamanaji na watu wote wanaokubaliana na vijana kufanya maandamano ziko wazi. Uchaguzi ulikuwa ni mchafu, wanasiasa wakiwa wamefungwa, watu wakisema kwamba hapana, uchaguzi lazima kufanya reform. Maombi yaliyokuwepo ni kwa maombi au shinikizo yaliyokuwepo ni kwamba lazima tuwe na reform, tufanye uchaguzi mzuri. Kwa hivyo kama huyo Samia angekuwa anajiamini kipindi hicho kabla hajafanya ya mauaji, angefanya reform, uchaguzi mzuri, akapiga 90 zake 98 hizo alizopiga, hakuna issue. Lakini yeye kwa sababu alikuwa anajua hawezi kutoboa bila kufanya figisu, akapiga watu risasi, na sasa hivi watu wake wanatuambia kwamba ni kweli risasi zilizopigwa zinatosha kwenda ICC. Hiki kimeo hamna namna ya kumtoa Samia kwa namna hii. Yani sijui labda kama kuna watu wenye akili huko wajaribu kuliangalia, hamwezi kupiga risasi watu kutumia mamlaka alafu mkaanza kubagaza wengine kwamba wale ndio wanastahili. Lakini tunawashukuru pia mnatusaidia kueleza umma kwamba yale mauaji mlioyafanya yalikuwa ni makubwa sana. Lakini ICCTV kusajiliwa, hii ni kauli imetolewa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kweli nimejaribu leo kuingia kwenye site nyingi kuangalia unawezaje ukaisajili CCTV au labda sijui watakuwa wakitoa vibali maalumu kwa ajili ya CCTV. Najua nchi nyingi zina sheria namna ya kufunga CCTV. Kwa mfano CCTV isifungwe ikawa ina monitor au inamulika jirani yako, mienendo yake, shughuli zake. Hiyo na baadhi ya nchi zina sheria inazuia. Lakini kama ni eneo lako, ile ukifunga CCTV yale maelekezo yani ya namna ya kuiweka CCTV, hiyo iko sawa na nchi nyingi zinaruhusu. Sehemu za biashara kuna nyingine ni utaratibu na ni vyombo vya ulinzi na usalama vikihitaji namna ya CCTV kufunga. Sasa hii ya Chalamila ni mpya na inakuja baada ya mauaji ya Oktoba 29. Sasa huwa tunajua kwamba sheria zao wanazitunga kwa ajili ya kumlenga mtu au kuondoa tatizo ambalo wamesababisha. Sasa sijui wanaposema usajili ni hili sasa kuharamisha CCTV zote zilizopo mtaani zilizochukua yale matukio, ili zikija mtu kuja kusema kwamba mimi nina CCTV niliwaona wale askari wakifanya mauaji, wao watasema umesajili wapi? Umejisajili? Yani ni kama walivyofanya YouTube. Kwa sababu Tanzania ni nchi pekee ambayo kuna utaratibu fulani wa ajabu sana wa kusajili channel ya YouTube. Kwa hivyo tunajua ni wanajaribu kama walivyofukia watu kutoa hospitalini, sasa wanatoka waje na sheria kukava. Kwa hiyo msichukulie huo mjadala kama ni mwepesi, na hii pia inatupa picha kwamba serikali inajua, tunajuana kwamba haya mambo walivyoyafanya, na wana wasiwasi kuna CCTV hawawezi kuzipata na hawajui ziko wapi, kwa sababu CCTV unaisajili vipi? Mtu anaweza akaweka leo kesho ametoa. Sasa wao ina maana wanataka waweke sheria ambayo itawakinga kwamba ulikiwa na CCTV katika nchi ya Tanzania lazima uwe umejisajili, na ukishajisajili ina maana wewe ukisema uende utoe ushahidi zidi yao watakuja wakufuata wakuue. Ndio hiyo wanataka kuua watu. Ni kama vile ile tume ya Chande tumewaonya, si unaona sasa wanaanza kuja na mambo mengine ya ajabu ajabu, mikakati ile ya kutafuta watu kuwaua. Tumewaambia mkienda kwenye tume ile ya Jaji Chande, ukimaliza kuongea pale, andika mirathi, andika ulisi, andika kila kitu, wewe ndio umeshakwenda, na huo ndio ukweli, wala hatuwezi kudanganyana. Kwa sababu wale wanaoandika ile wanasema secretariat, wale wote ni usalama wa taifa. So hii nimeona na yenyewe nichambue, kwa sababu mnapoona yani msiwe mnawachukulia hawa watu wakiongea kama ni wajinga tu full, wana upumbavu vyao wana viseti. Kwa hivyo msichukulie hiyo kauli kwamba ni nyepesi au ni ya kawaida. Hapo tayari kuna namna wanataka kufuta ushahidi. Lakini huko Uganda kuna kampeni zinaendelea kuhusiana na uchaguzi. Bobi Wine kiwa na washabiki wengi sana, japo sielewi kwa nini Bobi Wine hakuchukua ile no reform no election, kwa sababu kwa kweli jamaa wanamfanyia visa. Leo wamempiga mabomu mpaka ndani ya gari, yani kuna production mpaka unasema huu uchaguzi kweli utawezekana? Kwa kweli kuna mashaka
kwa namna ambavyo Museveni na mwanae wanafanya kwamba kuna namna yoyote ile kutakuwa na uchaguzi wa huru na haki. Yaani kuna uwezekano mkubwa sana wakauiba uchaguzi huu, na Museveni analalamika kwamba sijui kuna makaratasi yametoka sijui nchi gani yamechapishwa hapa na kadhalika kwa ajili ya kuja eti kuiba kura, lakini mazingira ya Uganda kwa kweli ni mabaya, ni magumu. Matumizi ya mabomu yako juu sana kupitiliza. Kampeni za Bobi Wine zinafungiwa barabara na kadhalika. Ninadhani Uganda wakimalizana na uchaguzi, kama watakuwa wamefanyiwa matendo ya kiharamia kiasi hiki, basi uchaguzi mwingine wasiukubali bila kubadilisha sheria zao, bila kubadilisha taratibu za jeshi la polisi. Pamoja kwamba polisi wa huko sioni wakiua watu kwa namna ambavyo wenzetu huku wajinga wanafanya, au wakishambulia watu kwa risasi za moto, japo kuna maeneo mengine kuna risasi of course zimepigwa, ila mazingira si mazuri hata kidogo. Tutegemee kwamba huyu mzee atamfanyia fujo, na tayari wameshatangaza kwamba piga kura nenda nyumbani. Yani ule utaratibu wa CCM umeshatangazwa kwa Uganda, na unatangazwa na mkuu wa majeshi ambaye ni mwanae Museveni, na ndio maana nasema kwamba huko wanahitaji kidogo reform. Kwa kweli jeshi liko kwenye siasa ndani kabisa, lakini maridhiano hayawezi kuruka masuala yaliyofanyika wakati wa Desemba, wakati wa Oktoba 29. Kuna masuala pale yalitokea, masuala ya mauaji, masuala ya kuiba uchaguzi, na tume kutangaza wabunge na rais bila kusema kula zao vizuri, hata za wabunge walizipataje, zimekuwa kwa vipi, wakadhibiti wasimamizi kutoka ndani na nje ya nchi na kadhalika. Kwa hivyo wakati huu sasa hivi tuna serikali haramu. Sasa haiwezekani Chadema ndio wakatumika kama dekio la kusafisha yale yaliyotokea. Kwa hivyo walau kama kuna mtu yote anayeshauri maridhiano, angeshauri kwanza uwajibikaji, namna lile tukio na namna mauaji yalivyotokea, na sasa hivi watu wawajibike, kisha twende huko mbele, kwa sababu lazima ieleweke. Kuna wengine wanakuwa kama wanajikata kidogo kichwa. Hakuna mtu hata mmoja anayekataa maridhiano ambayo yamepita process ambayo ni dhahiri kamili, ina uwajibikaji 100%, ina watu waaminifu ambao wameaminiwa na wananchi. Tena sio maridhiano ya tume sio imetungwa na serikali, yani vitu kweli kweli, yani hapa patachimbika. Ndio maana inatakiwa walau atoke mtu nje kama taasisi kama UN ije hapa itengeneze hayo mazingira, namna gani tunaridhiana, tunajua kwamba hakuna utapeli au kundi wote utakotokea, kisha tusonge. Na ndio maana pia hata waandamanaji wanadai kwamba hata uchunguzi ni sawa, yani uchunguzi uje ufanyike nini kilitokea, lakini hauwezi kufanywa na huyu Samia na watu wake, unatakiwa kuja kufanywa na tume huru. Kwa hivyo mambo yote haya hawa madalali na watapeli wao wanayozungumza hakuna anayoyakataa, lakini namna wao wanavyoyapigia debe na wanavyoyataka yafanyike ndicho watu wanachokataa. Hawezi kufanya Samia, lakini ya tume za hapa ndani hawezi kufanya. Lazima iwe kwa namna ambayo ni bora zaidi, na tuna wazee wengi sana Thabo Mbeki. Ukiangalia kimataifa huko wako wengi. Umoja wa Afrika tunaweza tukachagua humo tukaokota, na kuna wengine hapa ndani. Kwa hivyo kutuambia kwamba hatuwezi kuvuka kwenye kikwazo tulicho nacho ni kujidanganya, kwa sababu tayari kuna taasisi nyingi zimeshaona tatizo lililopo Tanzania, zinalijua na zishaandika vizuri tu kwamba tatizo lilikuwepo ABCD. Hata SADC ambao ni washirika wazuri wa hizi serikali wameshasema, wakasema kabisa kule kilichofanyika kule, wale ndugu zetu walichofanyiana haikuwa sawa. Kwa hivyo labda hata ndani ya SADC wangeweza kupita katika mchakato ambao walau tungeweza kuona nafuu yake kidogo. Kuhusu D25 naona kama kuna mjadala, Mario amegusia kidogo. Kuna wengine wanasema wanaomba kula Christmas, kwamba maandamano yakifanyika kuna watu watanuna, watakereka sana. Maandamano haya yataleta kutoungwa mkono na wale ambao wanataka kula nyama wakati ule wa Christmas. Sasa labda ieleweke, hakuna wakati hata mmoja watu wanaodai haki walikuwa wameweka kwamba kuna watu tunahitaji lazima kuwafurahisha kwenye madai ya haki, na lazima watu waelewe kwamba haya si maandamano, ni protest. Sasa protest ni na uhaba kidogo wa Kiswahili naweza kusema vipi, lakini protest ni inaendana na kuvuruga au kustopisha au wanasema kuchanganya mambo ili kila mtu aweke attention, yani aweke akili yake hapo. Kwa mfano sasa hivi katika mji wa Beja wakulima wanamgomo kutokana na sheria ambayo imepitishwa na bunge la Ulaya. Wametoa matrekta yao hapa tunazungumza, wametoa matrekta shamba na malori, wamefunga mji, yani mabarabara mengi tu yamefungwa. Sasa fikiria kwanza hao jamaa wameendesha hizo trekta barabarani, trekta kwa mwendo taratibu,
Hiyo tayari hapo kuna watu wasijua wanaenda kazini, sijui wanafanya nini tayari washavurugwa hapo. Hiyo barabara ndio haipitiki tena. Wameenda sehemu wamekutana, wamewasha moto. Wamepaki magari yao huko, yamezunguka sehemu kubwa, yani wameblock sehemu kubwa ya barabara. Wamewasha moto, wanachoma vitu, wanakula. Sehemu ambayo ni public kwenye barabara, wanakula nyama, wanachoma nini, kuna mamoto yamechoma pale. Hao ni wakulima wako huko wako huko Ubelgiji. Kuna sheria hawazitaki. Kwa hiyo wanafanya protest. Sasa wananchi wanapofanya protest, kwa mfano, naingia barabarani 29, serikali ikikuzuia kwenda kusali, wewe unatakiwa kuwa jasiri kama kweli wewe ni Mkristo, unamwamini huyo Yesu vizuri kama wengine tunavyomwamini, upambane ukasali. Au kama vipi ungana na waandamanaji. Kwa sababu uwezo ukawa unazuiwa na akina Mafuele, alafu unawaogopa, alafu kisingizio chako utaki kuwatafuta waandamanaji ndio wakupishi, yani watulie kwa sababu wewe huwezi kupambana na Mafuele. Yeyote anayetaka kusherehekea Christmas kwa kwenda kanisani, akizuiwa na serikali, akizuiwa na Mafuele, sasa ndio muda wa kuonyesha Ukristo wenu, mwache unafiki. Kristo ni kupambana, kujitoa kabisa. Msikubali kama mnataka kusali, wakisema sio hamna mkesha, hiyo ni shughuli mnataka mfanye nao, tena mtakao kufanya nao shughuli kubwa kwa kweli. Kwa hivyo ujumbe nao ueleweke, lakini mwisho tutakiwa tuanze kujifunza mobilization. Ni vizuri kwa Tanzania tukawa na ile hali ya vikundi kwa maeneo tunayofahamiana, kwa shughuli tunazofahamiana, ili tunapokuwa tunayakataa mambo ya kihuni basi tuweze kuyakataa vizuri, tuwe tumejicoordinate, tumejimobilize, tusiwe na ubinafsi. Hata mitandaoni ukiona mwanaharakati anafanya hiki, labda mwanasiasa anafanya hiki, anajitahidi sana kushare message mbalimbali, una retweet, una share. Hii mitandao imetengenezwa na Elon Musk kwa kununua. Hauna haja ya kuwa na uchoyo wote, hakuna penny na picha. Kwa hivyo kufollow, kufanya nini huko mtaani, kutengeneza makundi na kadhalika, ndio muda sasa, kwa sababu la sivyo kuna siku au utashikwa na wake na Mafuele. Na nasikia kuna watu siku hizi wanasema inabidi utembee na mafuta. Sasa ukichagua uwe sehemu ya harakati, usimame imara, upambane vizuri, au utembee na mafuta mfukoni. Na hii iko very serious na namaanisha. Kama ukiamua kwamba wewe si sehemu ya harakati, beba mafuta, tembea na vilainishi, kwa sababu hiyo ndo kazi ya haya mapolisi. Asante sana Damaria kwa muda na wasikilizaji. Shukran sana, asante sana Mshabaha. Yani wewe waza tu jinsi